Mtazamaji, Baraza la Taifa la Makanisa nchini NCCK na chama cha mawakili LSK wamekashifu vikali uvamizi wa wahuni katika kanisa la All Saints Cathedral Ijumaa wakati wa mkutano wa kuchambua bajeti. Naam, NCCK imetaja uvamizi huo dharau kubwa kwa eneo la maabadi na ukiukaji wa haki za kibinadamu na kikatiba. NCCK sasa inawataka maafisa wa polisi kuwafichua waliofanya hivyo na kuwachukulia hatua za kisheria. Mtazamaji, na kama anavyoarifu Stephen Leto, kufikia sasa mtu mmoja aliyetiwa mbaroni hajulikani alikopelekwa. Kanda hii ya CCTV inaonyesha wahuni wakiingia kwa lazima katika lango la All Saints Cathedral, mahali ambapo makundi yasiyo ya kiserikali yalidhani ni salama kufanyia mkutano wa kutathmini bajeti iliyowasilishwa bungeni Alhamisi. Punde si punde, wahuni hao walifika katika eneo la mkutano huo na kusambaratisha kikao hicho kwa kuwavamia waliohudhuria. Maafisa wa polisi waliokuwa wakishika doria katika kanisa la All Saints Cathedral waliingilia kati na kufyatua risasi na kuwaondoa katika eneo hilo. Ni hapa ambapo mtu mmoja alitiwa mbaroni ila hajulikani alikopelekwa. Walipoingia katika ule ukumbi walikuwa wanasema two term. Anit Nerima kutoka shirika la KHRC anasimulia kuwa wahuni hao waliingia na kuvamia mkutano wao mapema jana na kuwahimiza waondoke waliohudhuria mkutano huo. Ilipofika saa 4 asubuhi tulipata kuvamiwa na wahuni ambao kwa maoni yetu tunaweza sema walikuwa wamewekwa kwa pamoja ili waje wapate kuona ya kwamba mkutano ule hauwezi kufanyika. Hadi kufikia sasa idara ya polisi haijatoa taarifa yoyote kuhusu tukio hilo. Sisi kama tume ya kutetea haki za kibinadamu na wenzetu tunafuatilia ili kuona ya kwamba investigation imefanywa na pia kukuwe na ile accountability, yule ambaye alishikwa na yule ambaye aliwatuma wapate kuwajibika. Baraza la Kitaifa la Makanisa NCCK limekashifu tukio hilo na kutaka majibu kuhusu kwa nini afisa wa serikali ya watume wahuni wenye silaha kuvuruga kongamano la majadiliano ya bajeti, mkutano ulioandaliwa na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yaliyosajiliwa. Nani mbona serikali inajaribu kuwazuia raia wa Kenya kujadili na kuchambua masuala muhimu kwa bajeti ya mwaka wa 2026 mwaka wa 2027. Rais wa chama cha mawakili nchini LSK Charles Kanjama naye akisema kuwa hatua ya kuwatuma wahuni kuvamia kanisa na makundi yasiyo ya kiserikali ni hujuma kwa katiba na uhuru wa kutangamana. LSK aidha inasema kuwa itafanya kazi kuanzia sasa na watetezi wa haki za kibinadamu na mashirika yasiyo ya serikali kuangamiza uhuni nchini. Aliyekuwa jaji mkuu David Maraga kwa upande wake ametamaushwa na uvamizi wa kanisa la All Saints na kusema kuwa serikali inapojihusisha na vitendo kama hivi ni ishara ya udhaifu. Maraga amehimiza uwajibikaji ili kumaliza jinamizi la wahuni nchini. Stephen Leto, runinga ya Citizen.